Ndugu taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amani na salama. Basi kwa namna pekee tunarudisha sifa na utukufu kwa Mungu, na wakati huu mzuri ambao ametujalia kuweza kusema nanyi kwa mambo machache ambayo pengine kwa namna fulani yanaweza akatusaidia kuimarisha na kufahamu angalau juu ya mambo mbalimbali katika kanisa. Leo napenda kwa pamoja tuweze kuelewa juu ya vifla. Vifla ni akina nani? Vifla wanatokea wapi? Utume wao ni upi? Wanapatikana wapi? Na mambo kama hayo. Basi neno vifla ni kifupisho cha neno vijana wa Mtakatifu Francisco, ambapo hapo mwanzo tulikuwa tukiitwa virafra, yani vijana rafiki wa Mtakatifu Francisco wa Assisi. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kukutana na watu wanaendelea kuita pengine hilo jina la mwanzo, katuita virafra, mwingine akaita vifra. Hayo yote ni maneno mawili au majina mawili ambalo mwelekeo wake ni mmoja. Vifla tunapatikana wapi? Vifla ni sehemu hai ya shirika la ndugu wadogo wa Francisco. Katika shirika la ndugu wadogo wa Francisco ambalo kwa namna pekee limeenea kote ulimwenguni, kila mahali, sehemu nyingi katika dunia hii, basi wa Francisco wapo sehemu nyingi, wa Francisco wapo. Na shirika hili limekuwa na mgawanyiko wa tawa tatu, kwamba kuna ule utawa wa kwanza wa ndugu Francisco wa Assisi, utawa wa pili wa ndugu wadogo wa Francisco wa Assisi, na utawa wa tatu wa ndugu wadogo wa Francisco wa Assisi. Utawa wa kwanza tunasema ule utawa wa kiume. Utawa wa kiume ambapo hii tunahusisha juu ya mabradha wao ukipenda ukiita mabruda na mapadri pamoja na mashemasi wa shirika la ndugu wadogo wa Francisco. Na katika utawa huu wa kwanza basi yamegawanyika makundi matatu. Kundi la kwanza ni ndugu wadogo wa Francisco wa Conventuali. Kundi la pili ni la ndugu wadogo wa Francisco wa Capuchini, na kundi la tatu ni shirika la ndugu wadogo wa Francisco. Kundi la pili au utawa wa pili wa shirika hili ni utawa wa shirika la Mtakatifu Clara wa Assisi. Hawa ni masista wa Mtakatifu Clara wa Assisi, ambapo wenyewe zaidi sana wanadumu sana katika kusali. Tuseme mara nyingi wanakuwa watu wa ndani, si rahisi kuwaona, na pengine inawezekana tusiwaone kwa namna yoyote pengine, lakini wanapatikana katika shirika la ndugu wadogo wa Francisco. Mara nyingi wao utume wao ni ndani, wanadumu sana katika kusali. Huduma zingine za kiroho wanazipata na mambo mengine muhimu wanayafanya, lakini sehemu kubwa ni watu ambao wanajikita sana katika kusali. Na utawa wa tatu wa ndugu wa Francisco ni utawa huu tunasema kuna ndugu wadogo wa Francisco watawa, lakini pia kuna ndugu wadogo wa Francisco walei. Kwa hiyo kuna regular na secular, ambapo katika utawa huu wa tatu inahusisha wale masista na baadhi ya mashirika ya kiume ambayo yenyewe yamechukua karama kutoka kwa ndugu Francisco wa Assisi. Kwa utajiri wa karama nyingi alizonazo ndugu Francisco, wao wamejaribu kuchukua walau baadhi ya karama. Kwa mfano labda shirika linaamua kuweka msingi wake katika karama mojawapo ya Francisco ya utii, au katika karama mojawapo ya Francisco ya ufukara, au ya usafi wa moyo na kadhalika.
Kwa hiyo mmoja kati ya hizo karama shirika linaamua kuchukua miongoni mwa hizo karama na kuishi nazo kama sehemu ya msingi ya shirika hilo. Kwa hiyo haya mashirika yako mengi mbalimbali na hususani kwa upande wa masista. Kwa mfano mzuri, masista ambao wamejaribu kuchukua karama za Francisco ni pamoja na dada wadogo ambapo tunawaona mara nyingi hapa Dar es Salaam, lakini kuna wale masista wa Mahenge. Ukienda Morogoro kule Mahenge utawakuta wanaitwa hivyo masista wa Mahenge. Lakini kuna shirika la Mtakatifu Anton wa Padua, utawakuta Tuangoma kule. Utawakuta masista wa Telshaz, utawakuta kule wako Kigamboni na maeneo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo hao, ili kundi ni kubwa kidogo. Masista wa namna hii ni wako wengi kwa namna yake, ambapo lenyewe wako ndani pia na au ni miongoni mwa hilo shirika la ndugu wadogo wa Francisco. Lakini pia katika shirika hili la utawa wa tatu pia linahusisha hasa walei, wale wazazi au waamini walei ambao walitamani kuishi kwenye maisha ya Kifransisko. Wanatamani kuishi maisha ya Kifransisko, maisha ya utii, ufukara na usafi wa moyo kama sehemu kubwa ya shirika hili. Kwa hiyo ndugu Francisco kwa namna pekee alivyopata maoni juu ya wa ndugu ambao wenyewe sio watawa, lakini basi wanatamani kuishi maisha ya Kifransisko, maisha ya utii, maisha ya toba, basi na wenyewe wakakaribishwa na Francisco na akatengeneza katiba kwa ajili yao, namna gani muundo wao wa kuishi, waishi vipi na mambo kama hayo. Kwa hiyo ndani ya hao sasa tunaita wa sekulari, wanasema third order secular. Na wapata hapo wa sekulari pamoja na vijana wa Francisco. Sasa hapo ndipo tulipozaliwa na sisi vijana. Wale wa sekulari mara nyingi ni wazazi ambao ni waamini walei walioamua kuishi Francisco wakiwa katika familia zao. Tofauti ni kwamba wenyewe hawakai kwenye nyumba za kitawa, ila wanaishi kwenye familia, lakini wanaishi kadiri ya mwongozo wa shirika la ndugu wadogo wa Francisco. Ndipo sasa na vifla tunapatikana humo. Kwa hiyo vifla ni vijana wadogo au ni watoto wa wazazi wetu ambao nasi pia tathmini na kutamani kuiga mfano Mtakatifu Francisco wa Asizi, ili basi kuweza kuishi kadiri ya matakwa ya Yesu Kristo. Yeye akiwa Mtakatifu Francisco wa Asizi akiwa kama ndiye kiongozi wetu bora na mfano wetu bora, basi nasi pia tulitamani kuishi hivyo kadiri ya mapenzi ya Mungu. Basi huu ndio mfumo na namna ambavyo ndugu wadogo wa Francisco kwa upande wa vifra ndipo tulipopatikana. Kwa hiyo vifra kwa ufupi pia ni shirika. Vifra ni shirika, ni sehemu hai ya shirika la ndugu wadogo wa Francisco, kama jinsi ambavyo nilivyojaribu kutoa mchanganuo huu. Kwa hiyo leo nadhani ukitoka hapa hautajiuliza tena kwamba vifra ni kina nani, wanatokea wapi. Sasa utume wa vijana hawa Francisco ni upi? Utume wao ni mkubwa na umekuwa na mambo kadha wa kadha. Sehemu kubwa ya shirika ni kuzingatia maisha ya utii, ufukara na usafi wa moyo. Kwamba nasi kama vijana pia tunatembea katika nyendo zile kama ndugu Francisco alivyotuachia na jinsi ambavyo yeye alivyokuwa akifanya kipindi cha uhai wake. Basi nasi pia tunapita kwenye nyayo zile. Lakini zaidi sana pia ni vijana ambao tumejikita katika kuwasaidia wahitaji mbalimbali kwa namna mbalimbali. Aidha inawezekana ni mhitaji wa kitu, ni mhitaji wa ushauri au mawazo na vitu kama hivyo.
Kwa hiyo si lazima kwamba tumsaidie mtu kwa vitu, lakini pia tunaweza kumsaidia mtu kwa kumshauri, kwa mawazo, na mapendekezo, maoni na vitu kama hivyo, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa ana kila kitu, lakini kuna kitu kidogo amekikosa. Kwa hiyo pengine sisi tunaweza kuwa msaada kwake kwa namna fulani. Lakini mtindo wetu wa maisha zaidi sana tunazingatia maisha ya toba, maisha ya toba, ambapo tunaalikwa mara zote tuwe watu wa toba ili tuweze kuwa na usafi wa moyo, na ndivyo ambavyo tunavyoweza kumpendeza Mungu katika namna hiyo. Basi nikushukuru sana kwa muda wako na kwa nafasi yako. Walau machache kwa leo tunaweza tukusema hivyo kwa ajili ya kutambua walau kwa ufupi uwepo wa Vifla, kuweza kuona jinsi gani ambavyo tunapatikana katika namna hiyo. Basi nikushukuru sana na nikuombe kwa nafasi yako basi na kwa upendo wako usiache kusubscribe, kushare na kucomment, ili basi na wengine waweze kufahamu basi walau kwa ufupi juu ya Vifla. Lakini tutaendelea kuongea mengi zaidi juu ya shirika la Mtakatifu Francisco wa Asizi. Kwa hiyo baki nasi ili kuweza kupata mambo mengi zaidi na kujua kwa undani zaidi juu ya maisha ya Kifransisko kwa ujumla. Asante sana na Mungu akubariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.